Naam, wakati mwingine, siku nyingine tena, asante kwa kutazama vizuri zaidi Sky TV, na nikushukuru wewe ambaye unatufuatilia vyema zaidi kupitia Sky International TV kwenye Sky Digital, lakini asante pia kwa wewe ambaye unatucheck kupitia Azam Media kupitia channel number 22 kwenye other channel, na kule Zanzibar Cable TV kwenye channel number 14. Mariango Mgeta ndo jina langu, na kila sababu ya kusema karibu katika jicho letu. Jicho limefunguka sasa kuweza kuyatazama yale ambayo tunatakiwa kuweza kuyatazama kwa uzuri wake na kwa undani wake. Leo nimepata nafasi nzuri zaidi ya kuzungumza na afisa kutoka Kopra. Tunataka kwenda kuweza kujua Kopra ni wakina nani, wao wako wapi, wanafanya nini katika kanda ya kati. Je, wanahusika na nini haswa na vitu vya namna hiyo? Hiyo ni moja kati ya kitu ambacho tutaweza kwenda kukipata vizuri zaidi. Nimebahatika, nasema hivyo, kuwa na kaimu mkuu wa kanda ya kati kutoka Kopra ambaye anajulikana kwa jina Bwana Andrew Mgaya. Karibu sana. Asante sana. Habari ya muda huu? Salama kabisa. Habari hapa Sky TV? Njema sana. Habari ya Kopra? Tunashukuru Mungu, Kopra ni wazima. Mnatunyima nini? Tupo salama kabisa. Mambo ni moto. Mambo ni moto. Sawa sawa. Karibu sana. Kwa faida ya mtazamaji, tukisema Kopra utakuweza kufahamu Kopra ni nini? Kopra ni kifupisho cha mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko. Ni taasisi ambayo ilianzishwa kwa mujibu wa sheria ya chakula kifungu cha namba 3 cha sheria ya usalama wa chakula sura namba 249 na marekebisho yake ya lazima yaliyofanyika mwaka 2009. Sawa sawa, hiyo ndo maana halisi ya Kopra. Kupitia kile ambacho umetoa kwenye tafsiri hii, bila shaka kuna majukumu ambayo yanahusisha sana tafsiri hii. Nikipenda kuweza kufahamu kwa undani wake majukumu hasa Kopra ni yapi, mara baada ya kujua tafsiri, Bwana Andrew Mgaya. Majukumu ya Kopra ni mengi lakini kwa uchache Kopra inashughulika na kudhibiti uzalishaji, uchakataji na masoko, lakini vile vile kusajili wakulima, wafanyabiashara na vituo au viwanda, lakini vile vile kufuatilia akiba ya mazao na kuweka viwango vya kilimo bora, kutoa vibali vya uagizaji na uuzaji wa mazao nje. Vile vile tunatoa kutoa udhibiti wa ubora katika mnyororo wa thamani, na vile vile kuhakikisha usalama wa chakula na utulivu wa soko, kuratibu shughuli za mnyororo wa thamani na kuwezesha biashara rasmi ya mazao, na kutoa ushauri sera kwa wizara, kuandaa na kusambaza taarifa za masoko mbalimbali ya mazao ambayo tunashughulika nayo. Lakini vile vile kusimamia uondoshaji wa mazao yanayodhibitiwa kule kwenye maghala. Haya ndo majukumu yote. Yes. Kwa mkulima yeye kupitia majukumu haya, kwa mfano sasa hivi ambaye tutazama, mkulima angependa labda au anahitaji kuwa mmoja kati ya wanachama wa Kopra, anafanya jitihada gani au utaratibu upi ili kuhakikisha kwamba naye anakuwa ni mwanachama? Sasa hiyo kidogo iko kupitia kanda ya kati, kwa sababu najua kwamba Kopra mpo sana katika sehemu kubwa kanda ya kati. Mnasimamia mikoa ipi? Kwa kanda ya kati tunasimamia mikoa mitatu ambao tunasimamia mkoa wa Dodoma, tunasimamia mkoa wa Manyara, vile vile tunasimamia mkoa wa Singida. Na makao makuu ya kanda yako mkoani Singida kwenye jengo la Mheshimiwa mkuu wa mkoa, chumba namba 65 pale ndio ofisi zetu zilipo. Okay. Sawa. Unamsikia vizuri zaidi Bwana Andrew Mgaya ambaye ni kaimu mkuu wa kanda ya kati Kopra. Ameelezea kuhusu namna Kopra wao ni wakina nani, majukumu yao pia, lakini pia katika kanda ya kati namna ambavyo wanapatikana kwenye mikoa takriban mitatu ambayo wanahusika nayo kwa kiasi kikubwa zaidi, ili kuhakikisha kabisa kwamba huduma zao zinawafikia walengwa kupitia katika mikoa hiyo. Chochote kile ambacho tunasema kwamba wanakifanya, kunakuwa na mifumo
na mifumo hii ndio inaweza kusaidia kwa namna moja ama nyingine kufikisha lengo pale ambapo inapotakiwa. Mifumo hii ningependa kuweza kufahamu iko vipi? Karibu. Asante. Kimsingi mfumo tunaoshughulika nao sasa zaidi ni mfumo wa stakabadhi ghalani ambayo tunaendeleza ule mnyororo wa thamani mzima kuanzia kwenye kuandaa mashamba, kushauri kuandaa mashamba, kilimo, upandaji mpaka bidhaa inakwenda sokoni na wanauzwa na kupelekwa nje ya nchi. Sasa mfumo wa stakabadhi wa ghala umeleta faida kubwa sana kwa wakulima na nchi kwa ujumla. Faida ni nyingi ambazo zinatokana na kuwepo kwa mfumo wa stakabadhi za ghala. Faida moja hapo ya mfio ni kuhifadhi kumbukumbu. Ilikuwa ni vigumu kidogo kupata kumbukumbu ya mauzo ya nini, lakini baada ya mfumo kuingia sasa umeweza kuhifadhi kumbukumbu. Lakini faida nyingine ni ukusanyaji wa mapato. Ukusanyaji wa mapato umekuwa ni rahisi kidogo kwa sababu unauza kwenye mfumo, ukishaingiza kwenye ghala, unaendeshwa mnada, ukishaendeshwa mnada, mkulima anapata fedha yake kwa haraka, lakini vile vile na serikali na halmashauri zinapata fedha yake kwa haraka. Halmashauri zamani walikuwa wanakaa mpaka kwenye mageti kusubiri utoroshaji, lakini sasa hizi wakulima wanapeleka mazao yao kwenye stakabadhi za ghala ambayo inasaidia hata halmashauri njia ya ukusanyaji kwao inakuwa ni nyepesi kuliko ile walikuwa wanaitumia awali. Lakini vile vile mfumo umesaidia upatikanaji wa soko, uhakika wa soko. Uhakika wa soko kwamba unakusanya mazao, unapeleka kwenye ghala, taratibu zinafuata, unauza, basi soko lipo kule. Lakini vile vile mfumo umesaidia ukusanyaji wa takwimu za uzalishaji. Kwa kupitia mfumo sasa zile takwimu na kumbukumbu zote zinakuwa ni rahisi kuzipata. Lakini vile inasaidia serikali kufanya maamuzi baada ya uzalishaji na kupanga mipango mbalimbali. Kwa mfano serikali sasa hivi inatoa mbegu za ruzuku. Hiyo yote ni mpango kutokana na mfumo kuuza kwenye mfumo wa stakabadhi ya ghala. Lakini vile vile imesaidia kupunguza upotevu wa mazao. Zamani unakuta mazao yanapelekwa kwenye maghala mara yanapotea, lakini sasa hizi unapeleka ndani ya muda mfupi, zikishafika hata ni 30 unaruhusiwa kuuza kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala. Kwa hiyo unakuta ule upotevu unakuwa kidogo umepungua, na kwa kweli ni kwa kiasi kikubwa. Sasa hivi malalamiko ya upotevu ya mazao yamepungua baada ya kuanzishwa kwa mfumo wa stakabadhi za ghala. Okay. Ni namna ambavyo mifumo imesaidia katika njia hiyo tu au kuna njia nyingine pia ambayo mifumo imeweza kusaidia zaidi? Mifumo imesaidia zaidi pia kwenye kupanga, kwenye aspect ya planning. Kwa mfano sasa mkulima anakuwa na uhakika kwamba nikilima na uhakika wa soko, na uhakika wa kuuza. Ile multiplier effect sasa, anajua nitajenga nyumba, nitaingiza kwenye kilimo, nitasomesha watoto, lakini na fedha zile nyingine zitatumika katika kukidhi mahitaji yake ya msingi nje ya kilimo ambacho kinafanya. Sawa. Mtazamaji, tunaenda taratibu kuweza kuzungumza hili ili uweze kufahamu, kwa sababu naamini kabisa kwamba yupo mkulima au wewe pia ni mkulima na ungependa kujihusisha kwa mmoja kati ya wanachama wa Kopra. Sasa ni vyema ukatufuatilia kwa utaratibu sana na kuweza kwa umakini pia kuweza kujua kwamba kupitia hili basi wewe unaweza kunufaika vipi kupitia Kopra. Wameelezea namna ambavyo mfumo imeweza kusaidia kwa wakulima. Chochote kile ambacho naamini kinafanyika katika njia kusaidia pia hakikosi malalamiko. Malalamiko yanakuwepo, na wakati mwingine malalamiko yanakuwepo kwa sababu tu ya muhusika hana elimu ya kutosha kuhusu jambo ambalo linafanyika. Inawezekana akawa analalamika, kumbe angekuwa na ile elimu ya kutosha asingelalamika, na angekuwa anaweza kufuatilia asingelalamika. Je, kuna malalamiko ya aina yoyote katika mifumo yenu ambayo labda mmewahi kukutana nayo au umewahi kuisikia na unaona kabisa kwamba hii ni sio Kopra, hii ni mkulima mwenyewe ashindwa kufuatilia taarifa za Kopra? Ndugu mtangazaji, kwenye mafanikio pia kuna changamoto zake. Lakini kurejeshe nyuma kabla kwamba changamoto zinatokea. Mara nyingi watu walikuwa wamezoea kwamba bei zinakuwa ndogo, kwa wanachelewa, wanakusanya mazao hawayapeleki kwenye mfumo kwa wakati, wanakuja kupeleka wakati msimu
unakaribia kuisha. Kwa hiyo utakuta ni changamoto. Msimu unapokaribia kuisha anakuambia kwamba tuna mazao, tunatafuta wateja, lakini sisi kama Kopra tunatumia mamlaka yetu kuweza kuwasaidia wakulima kuweza kupata masoko pia yale mazao, lakini cha msingi wapeleke kwenye masoko wakati ule wa msimu unaanza na ukiendelea mpaka unapofikia mwisho. Changamoto ya pili ambayo inajitokeza ni baadhi ya wakulima pia kutokupeleka hiyo mazao kwa wakati kwenye mfumo wa stakabadhi ghalani. Lakini nyingine ni kwamba baadhi ya wakulima wetu, baadhi ya wafanyabiashara pia kuchelewa kulipa baada ya kununua, lakini hiyo sisi kama Kopra na taasisi nyingine hasa kwenye eneo la kanda haipo. Malalamiko yale yamepungua baada ya kutokea ule mfumo wa stakabadhi za ghala. Okay. Kwa miongoni mwa changamoto chache ambazo huwa zinatokea chache sana, kwamba sasa hivi malalamiko yamepungua sana. Hakuna malalamiko sana kwenye eneo letu la kanda ya kati kuhusu ucheleweshaji wa malipo. Mara chache sana, kwa sababu watu wanalipwa kwa wakati. Ndio faida ya kuingiza kwenye mfumo. Okay, sawa sawa. Na katika hili, kwa mfano kipindi kama hiki ndio nasema kwamba maeneo naona kanda ya kati wengi wanaanza kulima, kuna kilimo kinaanza, mvua zinaendelea kunyesha na vitu vya namna hiyo. Ningependa kuweza kufahamu katika msimu wa kilimo Kopra huwa mnajipanga vipi? So far kwa kanda ya kati tumejipanga vizuri. Mvua inaendelea kunyesha kwenye maeneo mengi ya kanda yetu, Singida, Manyara na baadhi ya maeneo ya Dodoma. Ukiondoa Dodoma mjini kidogo mvua imekuwa ni shida, lakini maeneo mengi mvua inanyesha. Kwa hiyo sisi kama Kopra kanda ya kati tumeweza kugawa mbegu za paazi kwa mikoa yetu yote. Tumegawa mkoa wa Dodoma tani 2.5, tumegawa Manyara tani 2.74, kwa Singida tutagawa dengu tani 4. Yote ni kuwasaidia wakulima waweze, hiyo ni faida ya kuuza mazao kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala. Kwa sababu kile ambacho kinapatikana kinakwenda kununua mbegu. Zile mbegu ni za ruzuku, sio za bure. Serikali inatoa ruzuku. Tumshukuru Mheshimiwa Rais kwa jitihada alizozichukua kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wakulima wanapata hizo mbegu za ruzuku. Na wakulima wamefurahia sana. Nadhani uliona Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dodoma alikuwa anazungumza, Mheshimiwa katibu tawala wa mkoa wa Manyara wakati anapokea mbegu zile, walizungumzia faida zilizopatikana kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala ni hizo, na walisisitiza kuwaomba wakulima waendelee kuzalisha na wapeleke mazao yao kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala, kwa sababu miongoni mwa faida ambazo zinapatikana ni hizi ambazo sasa wakulima wanapewa mbegu za ruzuku. Sawa. Huwa mna Kopra na pamoja mnadili na wakulima sana. Ningependa kufahamu, inawezekana kwa undani au kwa nje, vyote vile utakavyoweza kunisaidia wewe. Huwa mnafanya vikao au mikutano au semina za mara kwa mara na wakulima? Labda kwenye hilo ndugu mtangazaji, ni kwamba sisi kama Kopra tunafanya kazi na wakulima nyingi sana, hasa kanda ya kati na kanda nyingine huko. Sitaki kuzungumzia zaidi huko katika eneo lako. Mimi nazungumzia kwenye eneo la kanda ya kati. Moja, tunatoa elimu namna bora ya kulima, namna bora ya kuvuna, namna bora ya kuhifadhi. Lakini tunatoa elimu pia ya masoko, namna bora ya kupata masoko bora. Tunatoa elimu namna ya kuweza kuhifadhi mazao yale ambayo tunatumia. Lakini kama ambao tunasema tunagawa mbegu za ruzuku, yote ni kumsaidia mkulima. Tunawajengea uwezo wakulima wetu. Ukiangalia eneo kama la Dodoma, Singida na Manyara, ni eneo ambalo alizeti inalimwa kwa wingi zaidi. Lakini alizeti inalimwa kwa wingi, wakulima wetu ni wakulima wale wadogo. Sasa hivi tunajaribu kuhamasisha wakulima wakubwa nao wawepo, ili tuweze kuondoa huu uhaba wa mafuta ambao unaendelea kuzungumzwa hapa nchini. Na wakati mwingine wanatafutiwa masoko wakulima wetu. Ni njia moja wapo kuwasaidia ya ndani na ya nje. Kwenye umesema mwitikio kwa wakulima wadogo umekuwa mkubwa sana, tofauti na wakulima wakubwa.
ikiwa inamaanisha kwamba sio kwamba wakulima wakubwa hawajitokezi, wanajitokeza, lakini wadogo wamekuwa wengi wanajitokeza. Na katika kanda ya kati kama vogusia kuhusu zao la alizeti na mazao mengine ambayo yanawezekanika kwamba yanapatikana kanda ya kati. Uwepo wa wakulima wadogo na namna ambavyo elimu yenu mnaitoa kwa wakulima wadogo. Unasema kwamba kile unachokifanya unakiangalia kwamba tumeita wakulima kuzungumza nao kabla ya kupata elimu, hali ilikuwa tofauti, na baada ya kupata elimu hali inawezekana ikawa tofauti kwa level ile ambayo kopla mlikuwa mnahitaji, si ndio? Au hali ikawa tofauti zaidi na matarajio yale ambayo kopla mlikuwa mnahitaji. Nataka kufahamu hii kwa undani, utanisaidia kadri unavyoweza kwamba kuwepo kwa wakulima na nyinyi kutoa elimu kwao kumebadilisha vipi kabla ya wao kupata elimu kutoka kwenu, na wao wamefurahia vipi ile elimu ambayo nyinyi kopla mnawapatia, kwa sababu mnawapatia elimu kwa ajili ya manufaa yao. Karibu. Ndugu mtangazaji, faida ni nyingi ambazo wakulima wetu wanazipata. Moja sasa ni hiyo uhakika wa masoko. Lakini ya pili ni ile kutoa dhao, ile product ambayo iko accepted kwenye soko. Kumbuka ule mchakato wa mnyororo wa thamani tunaanzia mwanzo, toka anaandaa shamba mpaka ambapo anakwenda kuuza yale mazao. Kama mtu ana export. Kuna kuta wakulima wengi wadogo na wakubwa wamenufaika sana. Wafanyabiashara pia wamenufaika kwa sababu wana uhakika, sio kama zamani unaanza kutembea unakusanya mazao kidogo kidogo. Sasa hivi una uhakika, unaenda unabidi kwenye mnada, unajua kabisa mimi hapa nitapata tani kadhaa, nataka tani kadhaa, nitazipata moja kwa moja. Unaenda unachukua, unalipa fedha yao, unaendelea taratibu zako za kuexport au kutumia ndani kwa ajili ya viwanda vyetu vya ndani. Kwa hiyo toka tunaanza kutoa elimu, tunaanza kuwaelimisha wakulima, tunaanza kutoa support, wakulima wamenufaika sana. Na kwa taarifa yako tu ni kwamba sisi kama kopla kanda ya kati tunapanga kuwa na mradi wa kusapoti wakulima wakubwa na wadogo kuhusu kulima mbegu. Kwa sababu changamoto pia ni upatikanaji wa mbegu. Wakulima wanataka mbegu bora, lakini uzalishaji wa mbegu bora umekuwa kidogo wakusuasua. Kwa hiyo sisi kama kopla kanda tuna support, mipango inafanywa ili kuweza kusupport hiyo shughuli, ili wakulima wetu wapate mbegu nyingi na mbegu bora zaidi. Nadhani utaona mwaka ujao wa fedha utaona wakulima wanaopata mbegu zaidi ya hizi mbegu walizopata katika kipindi hichi. Sawa. Kumekuwa pia wakati mwingine, kwa sababu namna ambavyo mnashirikiana na wakulima, inawezekana mabadiliko ya tabia nchi ni kitu cha kawaida sana kwenye kilimo. Hiyo ni kitu cha kawaida, na mara nyingi sisi tunatoa elimu namna bora ya kukabili na yale mabadiliko ya tabia nchi. Hasa maeneo yale ambayo mvua ikiwa nyingi inaweza kuharibu mazao. Nasema unaweza kulima kwa matuta, kwa uharibifu ule kidogo unakuwa unapungua. Kwa hiyo wale ambao tunapita huko tunawaelekeza namna bora. Tunawashukuru watu wa kopla kutuletea mbegu za kisasa tofauti na miaka ya nyuma tulivyokuwa tunalima. Kwa hiyo tunatarajia miaka ijayo tunaweza tukazalisha mara mbili kutokana na hizi mbegu bora ambazo tumezipata kupitia kutoka kopla. Tunatoa shukrani kopla, waendelee kututazama zaidi, yani kutokana na hizi mbegu ambazo wanatuletea. Tunashukuru sana kopla kwa kutuletea mbegu hizi, na pia bidhaa inakuwa nyingi sokoni na wateja wanakuwa wengi wa kuweza kununua ile bidhaa. Ni kitu kizuri. Tuko na Bwana Andrew Mgaya, yeye ni kaimu mkuu wa kanda ya kati kutoka kopla,
akieleza namna ambavyo COPRA wanawashika mkono wakulima wadogo na wakubwa katika mazao yao. Kwanza nimefurahi kwa sababu wanawatafutia masoko, moja kati ya kitu muhimu zaidi. Kwa hiyo mkulima ana uhakika kabisa kwamba atakapolima atashikwa mkono na ataweza kwenda kuuza. Kwa hiyo hili la kuwatafutia masoko naamini imepunguza ile hali ya wale ambao wanataka ya bidhaa kufuata mashambani. Lakini vile vile rai yangu ni kuwa wadau wote tuendelee na ushirikiano ili kuendelea kuwainua wakulima wetu. Nipongeze Wizara ya Kilimo kupitia mkurugenzi wa COPRA na timu yako kwa kuja na utatuzi wa upatikanaji wa mbegu bora. Mbegu bora kiasi cha tani 6 za ufuta, tani 3 za choroko na tani 3. Sasa hii itakuwa balaa, kwa inabidi achukue. Naamini kabisa kwamba hiyo pia imeweza kusaidia kwamba wakulima kunufaika kwa namna kubwa zaidi. Katika mapambano yoyote ya kusaidia kumekuwa na changamoto tofauti tofauti ambazo zinatokea, na changamoto hizi zinaweza kupelekea mpaka wakati mwingine kushindwa kuendelea kufanya kazi na wale ambao nataka kuweza kufanya nao kazi. Labda kaimu mkuu wa kanda ya kati COPRA, nadhani kuna changamoto yote ambayo imewahi kutokea na kuona kwamba ikawanyima usingizi COPRA kanda ya kati, kusema kwamba kupitia changamoto hii hapa tutafanyaje ili kuweza kuwabeba wakulima na kuwarudisha katika hali yao? Imewahi kutokea hali ya namna hiyo? Na kama haijawahi kutokea, labda mnajitayarisha vipi kama itatokea, ili mkulima endelee kubaki na imani yake kwa COPRA? Ndugu mtangazaji, umeongea mengi. Changamoto hazikosekani kama ambavyo tulikuwa tumezungumza awali kwamba mkulima ana uhakika wa soko. Sasa hivi mkulima anajua niende nikauze wapi. Minada mingi inafanyika kwenye kanda ya kati. Sasa kuwa na uhakika na kujua kuuza wapi, lakini nilisema mwanzoni kwamba imepunguza, imemletea imani pia mkulima, kwa sababu ule mzani ambao anatumia kupimia mzigo wake lazima uwe umethibitishwa na wakala wa vipimo. Ilikuwa inafanyika hivyo pia, lakini sasa mkulima alikuwa, changamoto ni kwamba alikuwa ananunua anauza mazao kwa bei ambayo iko chini sana hivi, ili ziende kuwasaidia wakulima wetu kuongeza uzalishaji, na kitendo cha kuwagawia bure kwa kiasi fulani kitapunguza gharama za uzalishaji. Sisi shambani wanapalilia. Nenda maeneo ya Singida hapo tayari wameshapanda, wanaanza kupalilia. Nenda maeneo ya Manyara watu wanapanda, na Dodoma watu wanaendelea kupanda, wengine wameanza kupalilia kwenye maeneo mbalimbali huko vijijini tunakopita. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba sasa wakulima wanaamini COPRA ni mkombozi wa wakulima na wafanyabiashara. Lakini sisi tunasema lengo letu ni kumlinda mkulima, alime kwa ubora na apate stahiki anotaka. Vile vile na mfanyabiashara atafuata ile chain moja kwa moja ataweza kunufaika na mfumo ulivyo. Tumesema wanampunguzia gharama mfanyabiashara. Zamani unakuta mtu ana viroba anazunguka huko vijijini anatafuta mbaazi. Lakini leo unaenda tu kwenye nada unachukua. Kama COPRA tukishirikiana na wote ambao tunasimamia kwa pamoja, tukianzia kwenye ngazi ya mkoa na taasisi zote hizo nilizozitaja kwa upande wa serikali na upande wa binafsi, sasa tumeona tuende tukachagize kwa ziada, tusikutane tu na mkulima pale tunapokuwa sokoni. Msisitizo kwa umuhimu wa kutumia stakabadhi ya ghala ni upi kwa mkulima? Kwanza ni washauri wakulima walioko kanda ya kati, na niwapongeze kwa kazi kubwa wanaofanya ya kilimo. Cha kwanza ni kuhakikisha kwamba wanalima kwa kufuata miongozo. Sisi kama COPRA kanda ya kati tuna miongozo mbalimbali ambao makao makuu wametuandalia, na tunaisambaza na tunatoa elimu kwa maafisa ugani
kwa ajili ya kusimamia hiyo miongozo ili wakulima waweze kuzalisha mazao yenye tija, yenye ubora na vile vile yenye tija. Sasa kwa kusimamia mfumo, cha kwanza mkulima ana uhakika wa soko. Hiki cha pili, akiingiza mazao yake kwenye stakabadhi ya ghala kwenye mnada, ana uhakika pia mazao ambayo idadi, fedha zilizokusanywa, takwimu mbalimbali zinapatikana. Lakini ile assurance tu kwamba una uhakika mimi nalima mbaazi zangu hapa, nalima dengu yangu, najua nitaiuza mahali fulani. Au assurance unajua kabisa mafuta alizeti ukilima kamua, tulikuwa na viwanda vidogo vidogo na viwanda vya kati, tunaweza tukakamua tukauza. Lengo ni kukeep stock. Ukishakuwa na stock basi una uhakika wateja watakuja. Wenzetu wana mfumo mmoja wanasema zalisha zaidi, sambaza zaidi, utapata wateja. Kwa sisi tunataka twende huko, tuzalishe zaidi, mazao yapo zaidi, alafu tusambaze, tu distribute more, then we can get customers. Sawa. Ni jicho letu kutoka Sky TV, na kubwa tunazungumzia namna ambavyo Kopra inaoshika mkono wakulima. Nikitumia neno hilo tu linakuwa zuri zaidi, kwa sababu Bwana Andrew Mgaya ambaye ni kaimu mkuu wa kanda ya kati ameeleza, na yote maelezo ambayo umefuatilia na kuyasikia yote yanaonyesha moja kwa moja namna gani ambavyo Kopra wao wanawashika mkono kuanzia katika ghala, lakini vile vile kuhakikisha kabisa kwamba mkulima anapolima anapata uhakika wa kile ambacho anakilima, kwa maana yake kwamba atanufaika kwa namna moja ama nyingine na jambo lake litaweza kwenda vizuri. Mapumziko yafuatayo, tukirejea tutaendelea kuzungumza zaidi kuhusu Kopra, lakini pia tuweze kufahamu mashamba na vitu vingine ambavyo vinavyoendelea. Tutaendelea taratibu nikiwa na kaimu mkuu wa kanda ya kati Kopra, Bwana Andrew Mgaya. Hii ni Sky TV na kushukuru kwa sababu tuko pamoja na unaendelea kutufuatilia kwenye Sky Digital at Sky International TV. Mapumziko mafupi kisha tunarejea. Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Sehemu ya pili ya jicho letu ndio hii, na bado tuko shambani sana. Tunazungumzia kilimo, tunazungumzia pia namna gani ambavyo Kopra wanamshika mkono mkulima. Inawezekana tunatazama sasa hivi na ukawa unajiuliza najiunga vipi na Kopra? Kopra sio chama cha ushirika, sio chama cha kilimo, si ndio? Ila ni taasisi ambayo inamshika mkono mkulima na kufikisha pale
mbele ambapo anapoelekea. Sasa ili unufaike na kopla ni lazima utusikilize na kufuatilia vizuri zaidi hapa, na ndio maana nimemwita Andrew Mgaya, kaimu mkuu wa kanda ya kati kopla, aweze kulizungumza hili kwa upana wake. Natamani umsisitizie mkulima kuhusu faida na kile ambacho kitampa nafasi kubwa zaidi katika kilimo kwenye maisha yake. Karibu. Ndugu mtangazaji, kwanza sisi kanda ya kati tuna fursa nyingi sana. Mazao mengi sana ya kibiashara ambayo yapo. Kutokana na hizo fursa zilizopo, unaweza kulima alizeti, unaweza kulima ufuta, unaweza kulima dengu, unaweza kulima choroko, unaweza kulima mbaazi, unaweza kulima mpunga, unaweza kulima vitunguu, mazao mengi, ngano. Kwa hiyo ni fursa nyingi sana kanda ya kati ambazo zipo. Mazao ni mengi zaidi. Sasa kwa mkulima anatakiwa ahakikishe kwamba anaingia kwenye yale mazao ya kibiashara na yale mazao ya chakula ambayo ndio sasa yanaweza kumsaidia yeye kujikwamua kutoka kwenye ile hali ambayo iliyopo. Sasa faida za msisitizo kwenye mazao haya, moja, inasaidia kupata, kwanza wanapata mbegu za ruzuku kama ambavyo tulikuwa tumesema. Mbegu za ruzuku zinatolewa kutokana na asilimia ya mazao ambayo yameuzwa kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala. Kwa hiyo akiuza kwa wingi tunapata mbegu kwa wingi, maana yake uzalishaji nao utakuwa umeongezeka. Unapoongezeka moja kwa moja tija kwa mwananchi mmoja mmoja na kwa serikali pia inakuwa imeongezeka. Sisi tunakuwa na takwimu za mauzo yote, lakini tutakuwa tunajua kabisa stock iliyopo ya chakula, hifadhi yetu ya chakula iko kwenye wastani wa kiasi gani. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mkulima anatakiwa afahamu kwamba anapouza mazao kwenye mfumo inasaidia kupata vitu hivi ambavyo nilikuwa navielezea hapo awali. Sawa sawa. Kwa hiyo msisitizo kwa wakulima ni kulima zaidi ili mbegu zipatikane zaidi. Yes. Na watutumie kopra kwa ajili ya ushauri, kwa sababu sisi tuko huko mikoani. Tunapita huko vijijini kwa kushirikiana na maafisa ugani wenzetu walioko halmashauri, tunafanya nao kazi kwa pamoja. Wenzetu walioko mikoani MRS tunafanya nao kazi kwa pamoja kutoa elimu, kuhamasisha namna bora ya kilimo, lakini vile vile tunatoa elimu namna ya uhifadhi. Namna ya uhifadhi, namna bora kupata bei bora. Na yote ni majukumu ambayo tunapita huko tunawaelimisha wakulima wetu. Okay, na kupitia majukumu hayo kwa vyote vile wao wananufaika. Mimi bado niko kwenye faida ya ghala. Niko hapo. Ningependa sana uzungumze kwa urefu wake ili jambo, kwa sababu huku nje maneno yamekuwa mengi sana na kila mtu anajaribu kuweza kuzungumza la kwake namna ambavyo anaweza, lakini kwa kuwa mtaalamu upo hapa, basi ni vyema ukalisisitiza zaidi kwamba kuna faida zipi, kwa sababu mwingine anasema bwana mimi sinaweza nikafanya tu mwenyewe, bwana mimi sinaweza nikaenda. Hii inaweza kawa ni mkulima mkubwa so bwana mimi tayari na wanasema kwamba na mtandao wangu sasa mikopla ni waone kwa sababu gani na nyinyi mpo kwa sababu ya kwake yeye, lakini baadaye kule akishindwa anarudi nyuma na kuwatafuta nyinyi. Sasa ili kuondoa huu mzunguko wote, ningependa sana usisitize hii faida kadha wa kadha ambazo zinapatikana pale ambapo anashughulika na ghala. Karibu. Kwenye mkulima kuuza kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala kuna faida nyingi. Moja ambayo nilikuwa nimezungumza faida ya soko. Lakini nilizungumzia issue inayohusiana na bei. Maana pale una vitu viwili, unakubali bei au unakataa bei iliyotolewa. Kwamba mimi nauza kwa bei hii au siuzi. Kwa hiyo unakuwa na maamuzi ya kufanya ukiuza mzigo kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala. Lakini faida nyingine ni kwamba assurance, ule uhakika kwamba mimi nalima kwa wingi, soko linapatikana, kwa sababu kopra wanahangaika kutafuta. Sisi kanda ya kati tunashirikiana na wakulima sana huko kwenye mazao. Tunawapa ushauri, tunahakikisha kwamba jamani, ukiuza kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala pia unapata takwimu halisi. Lakini sisi kama
serikali kule kwenye tuna ile kosti, nasema gharama za ukusanyaji zinapungua. Nadhani ndugu mtangazaji, zamani ulikuwa unapita unakuwa na vizuizi vingi vya mazao. Lakini baada ya introduction ya uanzishaji wa mfumo huu, nadhani umeona vizuizi vingi vinapotea. Kwa sababu mazao yanauza kwenye mfumo stakabadhi za ghala. Mtu anapeleka mzigo anauza pale. Kwa hiyo vizuizi vinakuwa vidogo, lakini imepunguza utoroshaji. Mfumo ule umepunguza. Kama zoezi hili la upulizaji wa korosho huwezi kufanikiwa endapo. Lakini pia mkulima ni ngumu sana kumdanganya kuhusu bei, kwa sababu wakulima wana perfect market information. Kwamba sasa hivi sokoni bei ya choroko ni kiasi hichi, bei ya dengu ni kiasi hichi. Kwa hiyo wewe ukija pale kama mtu binafsi unasema mimi nataka kwa shilingi 500 au 300 ya mbaazi, anakuambia kabisa. Mbona kule kwenye mnada wanauza shilingi 800 au wanauza shilingi 1000, unakujaje na 300? wewe unakujaje na 300? Kwa hiyo unaona mkulima sasa anakuwa na uelewa wa biashara nzima. Lakini kama kungekuwa sana tofauti na miaka ambayo imepita, kwa sababu ukichukua 2022 80 anauza. Lakini saa hizi kwa kweli mfumo huu umewasaidia sana wakulima wetu. Na msaada mkubwa pia kwa wafanyabiashara, na sisi kama serikali pia tumefaidika. Sisi kanda ya kati tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu wakulima wetu wengi wanapeleka mazao. 18 miaka hii zao la mbaazi alikuwa liko ya mwafuate muongeza, lakini wengi sasa uelewa umekuwa mkubwa. Lakini tunaendelea kutoa elimu, kwa sababu elimu ni kila kitu. Uelimishaji, kuwapa ufahamu kwamba faida zake ni nini, na ukiuza hapa gharama zako zinapungua. Sasa hivi wengine wakulima hawapeleki hata haweki stock nyumbani. Yeye anavuna, anachambua, anapembua, kila kitu anafanya sorting. Chama kufanya sorting, anaenda kuuza. Ana uhakika wa pesa yake, wa kupata pesa na soko. Sio kama zamani unavuna, unahifadhi, hujui utapeleka wapi. Lakini sasa hizi unajua kabisa huu ni msimu, napeleka mahali fulani na uhakika upo. Mwanzoni kuna kitu ulizungumza Bwana Andrew Mgae, kaimu mkuu kanda ya kati COPRA, kwamba ni lazima wakulima wajue kwamba mazao ya biashara walime, lakini vile vile walime na mazao mengine. Nasema kwamba mazao ulizungumza kama nafikia aina 2 vya mazao kama sijakosea sana. Kuna mwingine tamani kuweza kufahamu kwamba zao la biashara ni lipi, zao la kitu kingine ni lipi katika kanda ya kati pale. Mazao ya chakula ambao pia ni ya kibiashara ni mengi. Tumezungumzia sasa hivi ukiangalia mbaazi, soko lake limekuwa kubwa sana. Wanasema sasa hivi mbaazi sio mboga, mbaazi ni biashara. Sasa manufaa ambayo yanatokana na mazao haya ya kilimo. Kwa hiyo unakuta sasa hivi tunaenda kwenye msitizo pia wa alizeti zaidi, kwa sababu tunaona uhitaji wa mafuta ni mwingi zaidi. Sasa kama uhitaji ni mwingi, na maana wakulima wanatakiwa kukazia ile na kupewa ushauri namna bora ili watoe product nyingi zaidi yenye ubora mzuri zaidi. Kwa hiyo kwa kilimo ni biashara of course. Wengi wamepata manufaa kwenye kilimo. Ukipita huko vijijini, ndugu mtangazaji, tafuta siku moja na wewe uje huko vijijini uone wakulima wanavyofanya maendeleo, na maisha yamebadilika. Sasa hivi watoto wanakwenda shule, watu wanajenga majengo. Yote hiyo ni faida ya kilimo. Wanasema kilimo ni biashara. Sawa. Mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko yani ni COPRA, kwa sababu mwingine bwana sio kuya COPRA inaaminika. COPRA inaaminika sana. Kwa sababu toka COPRA imeanza shughuli zake ndio unaona sasa bei hizi za mazao zinaongezeka, kwa sababu
unapodhibiti ina maana unazuia utoroshaji, unafanya nini, mnapanga bei kupitia kwenye mnada. Kwa hiyo tayari wananchi sasa wameanza, sisi tunapata simu nyingi sana kama Kopra kwenye kanda huko. Jamani tuna tatizo hili, tunakwenda. Jamani tuna tatizo, na tukienda tunasolve yale matatizo. Kwa hiyo wanaiamini Kopra vizuri sana. Wanasema ujio wa Kopra ni mkombozi kwa wakulima. Okay. Ndio maneno yaliyoko huko vijijini. Sawa. Sisi ni wakombozi kwa wakulima wetu kwa sababu tunahakikisha kwamba mkulima anapata bei halisi. Mkulima analima kwa kupata ushauri. Mkulima analima, anavuna, anaelekezwa namna bora ya kuhifadhi mazao yake. Kwa hiyo unakuta sasa wakulima sasa hivi toka Kopra imeanza, nadhani umeona mabadiliko. Tumezungumza hapo awali. Sasa hivi kila mtu kwa vijijini, watu wanajenga, wanapeleka watoto shule bora, ustawi wa afya, kila kitu. Kwa hiyo Kopra sasa hivi wanaiamini kwa sababu walikuwa hawaifahamu. Sasa hizi baada ya kuja Kopra ndio unaona hayo mabadiliko mengi ambayo yanafanya nini, yanatokea kwenye mapinduzi ya kilimo na biashara. Sawa. Katika kanda ya kati nataka uzungumzie kwa namna utakavyoweza na kuonyesha kabisa kwamba kupitia kanda ya kati Kopra imeleta mafanikio mengine makubwa zaidi sana, tofauti. Inawezekana labda ikawa tofauti ya miaka 10 iliyopita au tofauti ya miaka kadhaa iliyopita kwenye kanda ya kati. Unadhani kwamba mkulima wa kanda ya kati anahitaji kufanya nini sana, mbali tu ya kulima yale mazao sema ya chakula na biashara, kuweza kumpeleka mbali zaidi, lakini anapaswa kufanya nini haswa ambacho anaweza kukingangania ili aendelee kuweza kusogea mbele, kwa sababu hii ni elimu ambayo unaendelea kuweza kuitoa Bwana Andrew Mgaya. Afanye nini mkulima huyu? Tunamzungumzia wa kanda ya kati kwa sababu ndio eneo lako. Kimsingi kwa sababu sisi tuko huko tunaendelea kutoa elimu, uelewa, na serikali inagawa mbegu zile za ruzuku kwa ajili ya wakulima waweze kupata, wapande na wapate mazao bora. Mimi ushauri wangu kwa wakulima ni ule ule ambao nilikuwa nasema pale awali. Tuhakikishe kwamba tunauza mazao kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala. Kwa sababu faida zake ni nyingi kama ambavyo tumezungumza hapo awali. Na moja ya faida ni hiyo, wanapata mbegu za ruzuku ambazo zinakwenda huko wanapanda. Na sisi kama Kopra, viongozi wetu makao makuu wametengeneza mpango maalum kuingia mikataba kwa ajili ya uzalishaji wa mbegu mbalimbali na taasisi mbalimbali. Na wameweza kutengeneza miongozo ya ugawaji wa mbegu, miongozo ya kilimo hiyo ya choroko, alizeti, dengu, mbaazi. Yote hiyo ni lengo la kuwasaidia wakulima. Sasa wakulima na sisi vile vile tunashirikiana na mamlaka ya serikali za mitaa kule, halmashauri, maafisa ugani, wale ni watu ambao tunafanya nao kazi kubwa sana kwa ajili ya kutoa elimu. Kwa hiyo sisi kama Kopra kanda ya kati tunajivunia wakulima wetu, na kama hivi juzi tumewapa mbegu na tunaendelea kutoa mbegu zile za ruzuku tena. Wiki ijayo tutagawa tena mbegu za ruzuku pale za dengu pale Singida tani 4. Yote hiyo ni kuwajali wakulima ili ni kustimulate uzalishaji. Uzalishaji uwe mkubwa. Kwa sababu ukizalisha una uhakika. Sasa hivi wana uhakika. Soko lipo, wanafanya biashara. Sawa. Kwa Dodoma umekuwa na mradi wote hivi karibuni kutoka Kopra? Dodoma ni tarehe 6, tarehe 5. Sisi kama Kopra kanda ya kati tumeweza kugawa mbegu za mbaazi tani 2.5. Tumeweza kugawa kwenye wilaya ya Kondoa, hasa Kondoa vijijini, tumegawa kwenye wilaya ya Chemba na tumegawa pia kwenye wilaya ya Kongwa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa alikabidhi zile kama uliona kwenye mapokeo yamekuwaje? Mapokeo ni mazuri sana. Na wananchi ni wengi wanaomba kupatiwa mbegu. Changamoto ambayo nilisema awali ni huo upatikanaji wa mbegu. Ndio maana viongozi wetu kule juu wameweza kuchukua hizo initiatives, kuingia baadhi ya taasisi, kuingia baadhi ya mikataba na wazalishaji wa mbegu ili tuweze kupata mbegu nyingi zaidi kwa ajili ya wakulima wetu. Sawa. Naam, mtazamaji wa Sky TV, katika jicho letu ni wakati sasa, na yangu matumaini kwamba kile ambacho tumezungumza kuhusu Kopra na Bwana Andrew Mgaya, kaimu mkuu kanda ya kati Kopra,
umekielewa, na kama unavyofahamu kwamba Kopra wako pia katika kukusaidia wewe mkulima, na hivi karibuni tu mnamo kama siku 2-3 zilizopita, tarehe 6 kama sijakosea sana, wameweza kugawa mbegu na kuhakikisha kwamba katika msimu huu wa kilimo, msimu mpya, basi maisha yanaendelea kuweza kubadilika. Utakiwacho kufanya ni kuiamini Kopra, utakiwacho kufanya ni kuikubali Kopra, utakiwacho kufanya ni kuhakikisha kabisa kwamba kupitia Kopra basi imekuwa ni mkombozi zaidi kwa wakulima. Una neno lolote zuri kwa mtazamaji na mkulima ambaye anakutazama kwa wakati huu, Bwana Andrew Mgaya? Mimi la kwangu la mwisho ni kuwakaribisha wakulima. Sisi tupo ofisi ya jengo la mkoa wa Singida. Tuko pale kwa ajili ya kusogeza huduma karibu. Kwa sababu ukiwa pale unaweza kwenda Manyara kwa ukaribu wilaya zote, na kuja Dodoma pia kwa ukaribu wilaya zote. Kwa hiyo tunashauri kama wana changamoto wanaweza kafika pale ofisini kwetu. Tupo pale kwa ajili ya ushauri, lakini tunatembea kwenye kila wilaya. Okay. Yeah. Sawa. Mimi nikushukuru sana. Asante sana. Naamini kabisa kwamba kile ambacho tumekizungumza kimefika kule ambapo kinachotakiwa kufika. Basi endelea kutufuatilia kwenye Sky International TV, lakini pia asante kutazama vyema zaidi jicho letu. Mimi naitwa Maliango Mgeta. Leo nilikuwa na Andrew Mgaya, kaimu mkuu wa kanda ya kati Kopra, na ameeleza namna ambavyo Kopra ni wakina nani, wanafanya nini, majukumu yao, na namna ambavyo wameweza kusaidia zaidi eneo la kilimo hususan katika kanda ya kati. Wako sehemu kubwa, mimi nimewabeba kwenye kanda ya kati. Kesho kutwa tutakuwa na wengine kanda tofauti. Hii ni Sky TV na endelea kufuatilia matangazo yetu.